Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna jambo ambalo limeweza kutokea nchini Nigeria ambalo limeweza kuzua vichwa vya habari ama gumzo liliweza kutokea katika taifa hili la Nigeria. Taifa la Nigeria bwana, kuna kitu ambacho kimeweza kutokea. Sasa ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea? Fanya kitu kimoja. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Kabla sija kupatia taarifa hii hapa, kwanza libonyeze hilo neno ili nitapokwenda kupatia taarifa hii hapa wewe ni moja kati ya watu ambao mtakao kuwa subscribers wetu na mtakao mkipokea taarifa zetu kwa wakati, na kila habari mpya inapokuwa inachapishwa mnakuwa wa kwanza kuweza kuona. Basi ngoja nikwambie kwamba polisi wa Kiislamu katika eneo la Kano, Nigeria wamewakamata Waislamu 9 kwa tuhuma za kula mchana wakati wa mfungo wa mwezi wa Ramadhani kufuatia msako mkali kwenye migahawa na masoko. Polisi imesema watuhumiwa walidai kujua kwamba Ramadhani imeanza na kwamba watafundishwa umuhimu wa ibada ya funga pamoja na kuzingatia sheria. Kila mwaka polisi wa Kiislamu huendesha msako kama hii au msako kama huu. Mwaka 2024 waliwakamata Waislamu 11 ambao baadaye waliachiwa baada ya kudai kutorudia tena, huku familia zao zikitakiwa kuwafuatilia kwa kina. Katika taifa la Nigeria imeonekana kwamba hiki kitu ama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani imekuwa ni desturi, ni kama mila ya Waislamu kuingia katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imeonyesha kuwa sheria kali ambazo zinapatikana katika taifa hilo zinawafanya watu waendelee kuwa katika maadili hayo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa swali linakuja kwako wewe ambaye unanisikiliza. Je, unadhani kwamba sheria ambazo zinazotumika katika taifa la Nigeria ziko sawa? Wana kwamba mtu akibainika anafanya kitendo kama hichi, hapo ni kosa na anatakiwa akamatwe kwa mujibu wa sheria ya taifa hilo. Unaweza ukatoa maoni yako na wewe kusema kile ambacho unadhani kwamba ndio sahihi ama kiko sawa. Toa maoni yako, si ndivyo? Basi mimi nikushukuru sana wakati huu hapa tumeweza kupatiana taarifa kama hii hapa. Basi hadi wakati mwingine tena tunaweza kukutana hapo kwa ajili ya kuweza kupeana taarifa juu yanayoendelea katika mambo tofauti, vitu vyote tofauti. Kama bado hujasubscribe, fanya usubscribe. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe, klibonyeza. Utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea taarifa zetu kila wakati, na mtakuwa mkitani hiyo notification kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Bana, unaweza ukashare video hii hapa na wengine waweze kuona tena. Nikushukuru sana kwa muda wako, hadi wakati mwingine. Wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.